kwa mke na mume. Valentine Day hii iwajulishe kwamba mlipoambiwa muache baba zenu, mama zenu na ndugu zenu na kuambatana na wenza wenu, muliambiwa muachane na mila na tamaduni zenu, muachane na maisha yenu ya mazoea kwa ajili ya wenza wenu. Sio mke wala sio mume. Hakuna ambaye anatakiwa kumtwika mwenzake tamaduni na maisha yake ya mazoea, maana yatakuwa mazito sana kwake kuyachukua na ndoa itakuwa ngumu sana. Hivyo kila mmoja anatakiwa kuziacha mila na tamaduni zake, kuyaacha maisha yake ya mazoea, na wote wawili kwa pamoja wajenge mila na tamaduni na mazoea ambayo yatakuwa mepesi kuyabeba kwa wote wawili. Hapo ndipo wawili hawa wataweza kutembea umbali mrefu wa safari ya kuishi pamoja maisha yao yote. Kuacha mila na tamaduni zetu na maisha yetu ya mazoea, huo ndio upendo. Huko ndiko kujali, na hiyo ndio sadaka ya kweli. Na hapa pataonekana Valentine Day ya kweli. Pataonekana ule uvalentini wa Mtakatifu Valentino kule gerezani kwa ajili ya mfungwa mwenzake. Ndugu zangu, tafsiri ya maandiko matakatifu juu ya uumbaji wa mwanamke inasema kwamba mwanamke hakutoka kichwani wala miguuni pa mwanaume ili kusudi uweko utawala wa kimabavu, tena wa kuburuzana, wa kibepari, lakini alitoka karibu na moyo ili kusudi uweko na upendo baina ya wawili hawa. Lakini pia alitoka chini ya kwapa ili kusudi uweko urafiki na kulindana baina ya wawili hawa. Lakini hakutoka mbele wala hakutoka nyuma, alitoka pembeni ya mwanaume ili kusudi kuweko kusindikizana, kuweko kutembea pamoja, kusiwepo na kuburuzana, yaani mmoja nyuma, mmoja mbele, kuna mtu anamburuza mwenzake. Na hiyo ndio Valentine Day ya kweli, na huo ndio upendo wa kweli.